Ujumbe wa mchana huu wa leo ni jina jipya. Ni jina jipya. Ni jina jipya. Yapo majina mengi ambayo wanadamu wamekuita. Wanadamu wamekuita. Yapo majina mengi wanadamu wamekuita. Lakini jioni mchana wa leo lipo jina jipya. Jina jipya ambalo Kristo anakwenda kukupatia. Yapo majina mengi umeitwa. Majina mengi. Wanadamu wana majina mengi wanaweza kutuita. Unaweza ukaitwa uliyeachwa, unaweza ukaitwa mjane, unaweza ukaitwa usiyeoa, unaweza ukaitwa usiyeolewa, unaweza ukaitwa mpangaji, unaweza ukaitwa mwenye afya mbovu. Majina ni mengi. Uliyetasa, hayo ni majina. Lakini leo hii kuna jina jipya. Bwana anakwenda kukupa jina jipya siku hii ya leo. Lipo jina jipya Bwana anakwenda kukupa. Wakati natafakari ujumbe huu kwamba kwa nini jina jipya, Bwana kaniambia kauli mbiu ya mwaka huu 2025 ya hema la urejesho ni mwaka wa kustawi. Bwana kaniambia sasa, kama ni kustawi na kwenda kuwaondolea majina watu wangu waliopewa majina yasiyofaa, niwape majina mapya ili wastawi. Majina yale uliozoea kuitwa Bwana anakwenda kuyaondoa. Liye jina jipya. Baada ya kupata jina jipya unakwenda kustawi. Unastawi. Huwezi ukastawi na jina la zamani. Unaitwa uliyeachwa, unaitwa usiyeolewa, unaitwa usiyeoa. Sasa haya majina yanakwenda kutoka, halafu inakuja kustawi. Naona Mungu mwaka huu anaendelea kuondoa majina yalikuwa yameng'ang'ania kwa watu wasioa, wasiolewa. Bwana anayapukutisha, yanakuja majina mapya, aliyeoa, majina mapya, aliyeolewa, katika jina la Yesu. Hayo ni majina ya zamani. Tunahitaji tuyaondoe. Tumwambie Bwana tunahitaji majina mapya. Na wewe unasema lipo jina jipya ambalo utatuvika kwalo. Majina ya zamani yataondoka. Unajua kuna majina mengine tumeitwa na wazazi wetu. Majina ya mateso, majina ya masikitiko, majina ya huzuni. Hayo majina tumekuwa tukitembea nayo. Yamekuwa yakisonga hata maisha yetu, yamekuwa yakitafuna hata namna ya kutafuta uwepo wa kimungu, kwa sababu tunatembea na majina ya zamani. Bwana anasema mchana wa leo, jina jipya linakuja. Jina jipya, na likija jina jipya maisha yako yanabadilika, taratibu zinabadilika, kila kitu kinabadilika. Hakuna aliyepata jina jipya kabaki kama jinsi alivyo, hata mmoja. Maana jina jipya linapokuja, Yesu akikupa jina jipya, maisha yanabadilika, uchumi unabadilika, ndoa inabadilika, kila kitu kinabadilika. Jina jipya. Bwana mshangaa mke wangu, anamwambia Bwana umekuwa kibonge sana, mbona umekuwa hivi, kumbe kuna jitu Bwana linatunza hapa. Lakini mwanzoni walianza kumpinga. Nikasema twendeni tu, mbele ya safari kitaeleweka. Ndio maana huwa anasema usimwombee adui kufa, mwombee uhai ili aone baraka zako zilizoko mbele yako. Usimwombee kufa, mwombee uhai ili aone baraka za Mungu zilizoko mbele yako. Bwana Yesu asiwe sana. Jina jipya. Fungua Isaya 62 mstari wa 2. Ule mstari wa 2 nasema, na mataifa wataiona haki yako,
Nitarudia, na mataifa wataiona haki yako, na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya, nawe utaitwa jina jipya, litakalotajwa na kinywa cha Bwana, litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Amina. Kama msomaji wangu, nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na Bwana kwa kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameanza na mataifa wataiona haki yako. Mataifa wakiona haki yako, Bwana anasema atakupa jina jipya, atakupa jina jipya. Haki ikikutangulia, haki ya Mungu ikisimama na wewe mtu wa Mungu, haki ya Mungu ikisimama na wewe mtu wa Mungu, utastawi, utastawi tu. Maana anasema haki, mataifa wataiona haki yako, na baada ya kuiona haki yako utaitwa jina jipya. Bwana anatamani akuondolee majina uliopewa, majina ya yule mpangaji, yule mgonjwa, yule dhaifu, yule maskini, yule ombaomba. Akuondolee aibu hiyo, akuondolee fedheha hiyo, na baada ya kuondoa fedheha hiyo akupe jina jipya, akupe jina jipya. Na baada ya kuitwa jina jipya hautakuwa kama jinsi ulivyo. Yabesi, Biblia inasema mama yake alimzaa kwa uchungu, alizaliwa kwa uchungu, ndio maana akaitwa Yabesi. Maisha yake yakaenda Yabesi hivyo hivyo, haeleweki. Biblia inasema ndugu zake wakamdhalau, wakamwona ni mtu asiyefaa, wakamwona ni mtu ambaye haeleweki, wakamwona ni mtu ambaye hohehae. Mambo ya Nyakati sura ile ya 4 na mstari wa 9. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Mstari wa 10. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Haleluya. Alitembea kwa huzuni Yabesi, alitembea kwa machungu mengi Yabesi. Ikafika mahali akachoka, akasema, Mungu, naomba unitazame, walau ungenibarikia katika haya maisha nilionayo, nitoke katika hali nilionayo, ili ndugu zangu wanione. Biblia inasema Mungu akaona haja ya moyo wake, Mungu akaona haja ya moyo wake, akamlingana Yabesi. Mkono wa Mungu ukikugusa, mtu wa Mungu, hautabaki jinsi ulivyo. Maisha yako hayatabaki jinsi ulivyo. Familia yako watakuona wa tofauti. Watu waliokudharau hawatakuona wa kawaida. Biblia inasema watakusalimia kwa heshima. Mwimbaji mmoja akasema,
Wanaokudharau leo watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia kwa heshima. Tamani Mungu akuvike jina jipya, akupe jina jipya, aondoe jina la wanadamu ambalo wamekupa. Majina ya wanadamu yanaumiza, yanatesa, yanasononesha, yana maumivu makali, yana uchungu. Majina ya wanadamu yapo kukuumiza tu, yapo kukutesa. Lakini Bwana akikupa jina, Bwana akikupa jina, Bwana akikupa jina, ni jina lisilokuwa la kawaida. Kila atakalisikia masikio yake yatamwasha. Bwana akikupa jina, Bwana akikupa jina, amekupa jina. Bwana akikupa jina, amekupa jina. Vijana, wadada, mama, baba, mtoto, mwambie Kristo, nipe jina jipya. Nipe jina jipya. Nitoke kwenye masimango haya. Nitoke kwenye mawazo haya. Yawezekana wanadamu wamelichafua jina lako. Wanadamu wamechafua jina lako. Msemo wa vijana, CV yako imechafuka. Ulikuwa na jina zuri, leo unaitwa majina ya ajabu ajabu. Huyu mwongo, huyu mlevi, huyu mbea, huyu mchawi, huyu kahaba, huyu mwizi, na kadhalika na kadhalika. Jina lako limechafuka. Leo hii Bwana anakwenda kukupa jina jipya. Jina jipya haliji tu hivi, pamoja na uvumilivu na kujitoa, jina jipya litakuja kwako. Mwanzo 39 mstari wa 5. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Amina. Nimesema jina jipya linatengenezwa na uvumilivu pia. Kama hawezi kuwa na uvumilivu, jina jipya haliwezi kutengenezwa kwako pia. Yusufu akauzwa kwa Potifa. Baada ya kuuzwa kwa Potifa akafika akamweka nyumbani mwake na akamweka awe msimamizi wa vitu vyote vilivyoko nyumbani mwake. Biblia inasema Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo, nyumba, mashamba. Bwana akabariki. Sasa leo mwenzangu na mimi tunaajiriwa tu, mfano mdogo tu, tunaajiriwa tu na mabosi zetu. Badala ya kufika mbaraka ulionao, ustawi kwa bosi wako, ndio unafika kabisa na biashara yenyewe inakufa. Yonatani anamwambia, baba yangu amepanga kukuua, naomba kesho uondoke, nenda mahali fulani ukajifiche kule. Halafu anarudi kwa baba yake, anasikiliza siri za baba yake, anamweleza baba yake. Halafu anaenda anamwambia Daudi, fanya hivi na hivi na hivi na hivi, baba yangu amekusudia mabaya kwako. Jina jipya likija kwako, Mungu atakuinulia watu kwenye maisha yako, watakushika mkono katika nyakati zote ngumu, katika wakati wote mgumu.
Bwana hatakuacha, maana ameweka jina jipya kwako. Daudi anaendelea kukimbia, lakini mafuta yako juu yake ya ufalme, mafuta ya kifalme yako juu yake. Jina jipya. Bwana amebadilisha kutoka hali ya mchunga kondoo, kutoka katika hali ya machungani, lakini bado mkono wa Mungu unaendelea kumtetea. Nataka nikwambie, ukiwa na jina jipya, hakuna adui atakayekuua, hakuna adui atakayeua maisha yako, hakuna chochote kitakachoweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata ukiwa wapi, mtake Bwana, mwambie Bwana, jina jipya, jina jipya, jina jipya nalihitaji, ndio mwelekeo wa maisha yangu.